Asante. Kwanza nitumie nafasi hii kushukuru sana mkutano huu mkubwa wa Young Africans ambao ni mkutano wa mwaka, na kikubwa ni kwamba Watanzania waelewe na wachukulie tu jambo la kawaida kwamba michezo hii huwa ina afya kubwa, na hasa utani uliopo kati ya wajadi wa Simba na Yanga. Huu ni utani ambao unakuwepo tangu miaka ya kale, tangu miaka ya nyuma. Na ukiniuliza mimi Mheshimiwa Albert Chalamila, ukiniuliza imani yangu katika masuala ya kiungu kwa maana spiritual philosophy, mimi kwangu na masuala ya filosofia na masuala ya kiroho, mimi ni Mkristo Mkatoliki. Lakini haimaanishi kwamba nabeza mtu ambaye sio Mkristo Mkatoliki. Lakini ukija kwenye masuala ya siasa, mimi ni CCM. Hii haimaanishi kwamba nambeza mtu ambaye yuko CUF, yuko Chadema. Lakini ukija katika masuala ya mipira, nimeamua kuwa mshabiki wa Young Africans, lakini hii haimaanishi kwamba nabeza vilabu vingine. Na mtakumbuka kwamba tarehe 8 ni siku kubwa sana pia. Tuna Simba Day. Sasa Simba Day maana yake ni kwamba na mimi utaniona niko uwanjani tena, nitafika mapema sana. Kumaanisha kwamba mtu wa Yanga na mtu wa Simba, mtu wa Azam wanapokaa pamoja, basi tujue kabisa ni kama tu anavyoweza kukaa Muislamu, Mkristo, tujue tu anavyoweza kukaa mtu wa Chadema, mtu wa CCM, tujue tu mtu anaweza kukaa mtu yote yule, kwa maana kwamba hii ni utani, lakini vitu ambavyo vinaleta afya kubwa kwa ustawi wa taifa letu. Na mwisho zaidi ni kwamba mikutano kama hii, nimesema zamani ilikuwa inafanyika chini ya ulinzi mkubwa, kwa sababu kulikuwa kuna michezo ilikuwa kama fujo. Na mnakumbuka kuna wakati fulani hata kule kwenye uwanja wetu wa Taifa viti vilishawahi kung'olewa, watu walifanya uharibifu. Hatukusudii na tutarajii karne ya leo tuingie kwenye ugomvi ambao unakwenda kuharibu miundombinu, ugomvi ambao unahatarisha maisha ya mwanadamu, ugomvi ambao unaleta vitu vya kawaida. Lakini yote hii ili iweze kuwa michezo iweze kuwa na afya nzuri, tunahitaji viongozi wa clubs wawe ni watu ambao wanaongoza kwa hisia za watu wao, kwa hisia za clubs na sio kwa hisia ya kwao wenyewe. Tukianza tu babaishaji, kunyang'anya matokeo, kufanya vitu ambavyo si vya demokrasia, tutakuwa tunahatarisha afya clubs zetu, lakini zaidi pia tutakuwa tunahatarisha afya ya tasnia ya michezo nchini. Kwa nitoe wito kwamba hiki ambacho tumekiona leo kwa Young Africans ndio tutarajia kukiona pia katika clubs zingine zote. Sio afya kwa wajumbe na kwa wanachama kuanza kupishana makelele, kisa uongozi, kisa mapato, kisa vitu vingine vya namna hiyo. Tujenge clubs ambazo zitakuwa ziko nzuri katika kiwango cha kushiriki mashindano yoyote ya Afrika na hata duniani. Leo ukimuuliza rais wa FIFA aseme I know Young Africans. Ukimuuliza rais wa FIFA aseme I know Simba. Ukimuuliza rais wa FIFA aseme naifahamu Azam. Ukimuuliza rais wa CAF aseme naifahamu Yanga. Ukimuuliza rais wa CAF aseme naifahamu Simba. Ukimuuliza rais wa CAF aseme naifahamu Azam na naifahamu clubs zote zile ambazo ziko katika ukanda wa taifa letu. Hiyo itakuwa ndio sifa kubwa sana ya clubs zetu, kabla sijataja uongozi wa TFF ambao ndio mlezi sasa mama katika clubs zote ndani ya taifa letu. Mheshimiwa, umezungumza jitihada ambazo anafanya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha michezo inaenda mbele, na sisi ni waandaaji, miongoni mwa waandaaji wa mashindano ya AFCON. Umezungumza issue ya viwanja. Tumeona baadhi ya mataifa yameandaa AFCON, baada ya kumalizika AFCON viwanja vyao vyote vimegeuka kwa magofu na majani yameota kwenye pitch. Neno lako kwa Yanga, umesema pale mna mpango wa kutouch viwanja hivi na vilabu vyetu. Yanga wana mpango kutengeneza uwanja. Watu wakasema kama mheshimiwa tujamuelewa vizuri, hebu waeke sawa. Hoja yangu ya msingi ni kwamba kwa mfano ukienda Cameroon walishawahi kupata nafasi ya kuandaa mashindano ya AFCON. Sina kumbukumbu nzuri, lakini kama miaka 7 miaka 8 iliyopita. Na walitengeneza viwanja vingi sana. Na ukiangalia ukanda ule wa West Africa, nchi kama Cameroon na nchi kama Senegal, nchi kama Senegal, nchi kama zote ni nchi ambazo ukiangalia vizuri sana timu za taifa zina nguvu kubwa sana, lakini bahati mbaya sana hawana clubs ambazo kama sisi hizi tulizonazo, na wanapokuwa nazo zinakuwa hazina nguvu kama ambavyo sisi Tanzania ni vice versa. Hizi clubs zinakuwa zina watu wengi sana pengine kuliko timu ile ya taifa. Sasa uwekezaji wa viwanja hivi ambao tunakuwa tunaufanya, ukiangalia kwa mfano kama Cameroon ambako nimesema, kwa kuwa timu ya taifa ndio inakuwa inapata popularity kubwa kwa sababu wachezaji wake wengi wanacheza clubs nyingi za nje. Maana yake ni kwamba ili uweze kuwa na michezo inayowakutanisha timu ya taifa, maana yake inabidi uwe nayo mara kwa mara ili viwanja viwe na tija. Tunasema return to investment. Sasa kinachotokea ni kwamba kule ukiangalia viwanja wakati fulani vinabadilika vinakuwa magofu, kwa sababu timu zile ambazo zinaweza zikaleta fedha
haichezwi mara kwa mara ndani ya taifa. Sasa hoja yangu ya msingi kwa Tanzania ni tofauti. Klabu ya Yanga na klabu ya Simba, let's say kwa mfano, ni clubs ambazo zinakutana mara kwa mara na zinakuwa zina mashabiki wengi katika taifa letu. Hoja yangu ya msingi ni kwamba kwa kuwa Young Africans wameonyesha nia kujenga uwanja, hilo sio tatizo. Lakini ninachokizungumzia mimi ni kwamba viwanja hivi leo vinajengwa pase kwa fedha za serikali. Maana ni miundombinu inayojengwa kwa fedha za serikali. Sasa ukiangalia ni kwamba viwanja hivi baadaye vinahitaji treatment ya nyasi, vinahitaji umwagiliaji, vinahitaji umeme, vinahitaji miundombinu yote iwe safi. Sasa tunapokuja kuzungumzia return to investment tunamaanisha nini? Kwamba namna gani sasa serikali itakuwa na hiyo fedha muda wote wa kuweza kumaintain hizo viwanja vyote kila wakati. Ndio tunakuja tunasema kwa kuwa sasa serikali inajenga yenyewe kwa fedha zake, basi ni muda mwafaka kwenye operations kwenda kwenye PPP, kwenye operations. Kwa maana namna sasa kuviendesha viwanja hiyo kwa mfumo wa ubia kati ya serikali au wizara ya michezo na clubs ambazo ziko serious katika taifa letu. Kwa mfano ukasema Azam mna uwanja wenu, lakini tushirikiane uwanja wa taifa wa Arusha. Yanga mna uwanja wenu, lakini hebu tushirikiane, chukueni kiwanja kimoja labda cha Gymkhana ambacho kitakuwa ndio kiwanja mama cha mazoezi yenu. Au wenzetu wa Singida, ninyi tunafahamu labda mna uwanja wenu, sasa tumieni uwanja huu, lakini baada hapo muwe na jukumu la kuservice viwanja katika zile gharama za kawaida. Kwa maana kama mahali tunahitajika kutoa milioni 10, basi wewe utatoa milioni 5, serikali itatoa milioni 5, lakini operations ni kwamba kitakuwa kinafahamika kama kiwanja serikali lakini mwendeshaji ni Yanga, kiwanja serikali lakini mwendeshaji ni Simba, kiwanja serikali lakini mwendeshaji ni Azam, kiwanja serikali lakini mwendeshaji wake ni Singida. Yote hiyo ni kwamba ni kugawana gharama, na hasa katika kipindi ambacho sio msimu wa kuweza viwanja kutumika muda wote na kuweza kupata fedha za viingilio vya watu ambao wanatumia viwanja hivyo. Shukrani. Asante sana.